Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu sasa hivi yupo tabani baada ya maandamano, fujo na ghasia zilizoshuhudiwa baada ya uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2025. Kuna habari ambazo zimekuwa zikienea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na vile ambavyo watu wengi kutoka kule nchini Tanzania wameweza kuuawa kinyama. Watu wengi wamepoteza maisha yao wakati walikuwa wanaandamana kupinga uongozi wa Mama Suluhu na pia kupinga uchaguzi wa mwaka wa 2025. Na sasa serikali ya Mama Samia Suluhu, watazamaji wangu, ndio inabeba lawama kwa haya mauaji yote ambayo yametokea kule nchini Tanzania. Ni maofisa wa polisi kutoka kule nchini Tanzania ndio wamekuwa wakihusika kufanya mauaji ili kutetea utawala wa Mama Samia Suluhu. Na sasa hivi watazamaji wangu, kuna baadhi ya viongozi, hasa viongozi kutoka kwenye upande wa upinzani kutoka kwa chama cha Chadema kule nchini Tanzania, wameanza kuiomba mahakama ya uhalifu wa kimataifa ya ICC ili iweze kuingilia kati na kufanya upelelezi kuhusiana na hivi visa vya mauaji ambavyo vinaendelea kufanyika kule nchini Tanzania sasa hivi. Na pia kuna baadhi ya mataifa ya kigeni ambayo yamekuwa yakikashfu, yakikosoa na kilaani hivi vitendo vya mauaji ambavyo vimetokea kule nchini Tanzania. Mnajua watazamaji wangu, kule nchini Tanzania wakati mitandao iliweza kuzimwa ama kukakuwa kuna internet connection, hapo sasa ndio mauaji yalifanyika sawa sawa. Na habari ambazo tunaendelea kuzipata ni kwamba watu wengi bado wanaendelea kupatikana wameuawa na wakaachwa kule barabarani. Yaani watazamaji wangu, ukosefu wa internet connection ndio umeleta hayo mambo yote, kwa sababu kama kungekuwa na kamera ama wanahabari ambao walikuwa wanamulika hayo maandamano, basi ingekuwa ni vigumu kwa hivi visa kuweza kutokea. Na sasa watazamaji wangu, chama cha Chadema ambacho ndio kimekuwa kikipinga ama ndio kimekuwa kikiukataa uongozi wa Mama Suluhu, ndio sasa kinataka mahakama ya uhalifu wa kimataifa ya ICC iweze kuingilia kati, ifanye uchunguzi na kumchukulia hatua za kisheria yoyote ambaye atapatikana na hiyo hatia ya kuhusika kwenye hayo mauaji ya vijana wa Gen Z, vijana wa Gen Z ambao hawakuwa wamejihami, vijana wa Gen Z ambao walikuwa wanatetea demokrasia, vijana ambao walikuwa wanataka katiba mpya, walikuwa wanataka haki na usawa. Lakini sasa unaona juhudi zao watazamaji wangu zimeweza kugonga mwamba na watu wengi wameweza kupoteza maisha yao. Kuna habari ambazo nataka nikusomea hapa mtazamaji wangu kuhusiana na mipango ambayo inafanywa ama chama cha Chadema kinaiomba mahakama ya uhalifu wa kimataifa ya ICC iweze kuingilia kati na kuhakikisha kwamba wale ambao wamehusika wameweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Na unajua watazamaji wangu, pale nchini Tanzania sasa hivi muda wote siku ya leo Mama Samia Suluhu atakuwa anaapishwa, na kulingana na sheria na katiba ya nchi ya Tanzania hakuna mtu yote ambaye anaruhusiwa kwenda kupinga matokeo ya uchaguzi wa nchi ya Tanzania. Kumaanisha kwamba Mama Suluhu alishinda na ushindi wake ndio wa mwisho. Hakuna mtu yote ambaye anaruhusiwa kukosoa ama kupinga huo ushindi wake. Alishinda kwa milioni 31 kati ya zile kura milioni 32 ambazo ziliweza kupigwa kule nchini Tanzania. Huo ni ushindi wa kipekee kuwahi kutokea kule nchini Tanzania watazamaji wangu, yeye kushinda na mamilioni mengi ya kura kuliko vile ambavyo hata marais wengine wamewahi kushinda pale nchini Tanzania. The main opposition party in Tanzania appealed to the national community and called on the United Nations to intervene as footage from Tanzania revealed images of dead bodies scattered across the streets, with reports suggesting that the death toll could be in the hundreds. The two global bodies were further urged to take the appropriate action after President Samia Suluhu was declared the winner of the polls by the Tanzanian Electoral Commission. Kama vile ambavyo nimewaelezea watazamaji wangu ni kwamba sasa hivi kule nchini Tanzania kuna baadhi ya miji ukienda unapata kuna watu ambao wametapakaa huko, waliuawa na miili yao kaweza kuachwa huko. Pia naendelea kusomea mtazamaji wangu, following the large number of deaths and the many civilians with life-threatening injuries in different parts of the country, as per the information we have received so far, we advise and appeal to the international community, especially the United Nations, the International Criminal Court,
to urgently conduct an independent investigation into these killings committed by the government of Tanzania against its citizens and to take appropriate action. Hiyo ndio habari ambayo tunaipata kutoka kwa mmoja ya wasemaji wa chama cha Chadema. Since Wednesday, October 29, protests and violence have marred the Tanzanian elections, with Suluhu accused of suppressing her political opponents and undermining the nation's democratic values. Critics have highlighted the imprisonment of the main opposition candidate and Chadema party leader Tundu Lissu and Luhaga Mpina from ACT Wazalendo, who were both barred from running for the seat. Footage obtained showed protesters on the streets of Dar es Salaam, Mbeya, Tunduma, Tanga, and Mwanza, among other towns. In some of the clips, the protesters were violent as protesters engaged police in running battles. The protesters were also seen burning mattresses and blocking roads, with videos also showing a police officer being physically assaulted by protesters. Watazamaji, ni maandamano ambayo yalikuwa na fujo na ghasia mingi sana. Kuna mali mingi ambazo ziliweza kuharibiwa, ikiwemo magari, majumba yakachomwa, mabiashara yakaharibiwa. Kwa hivyo watazamaji wangu, hayo maandamano kuanzia tarehe 29 kule nchini Tanzania mpaka tarehe 31 ni maandamano ambayo watazamaji wangu yalikuwa mabaya zaidi. Nchi ya Tanzania ilikuwa haina stima, ilikuwa haina internet connectivity. Nchi ya Tanzania ilikuwa hakuna kwenda kazi, wanafunzi hakuna kwenda shuleni. Yani kila kitu watazamaji wangu pale nchini Tanzania kilikuwa kimekuja kusimamishwa na haya maandamano ya vijana wa Gen Z ambao walikuwa wanataka demokrasia. Walikuwa wanataka viongozi wengine kwenye upande wa upinzani wapatiwe fursa na wao wajiunge na hiki kinyang'anyiro cha urais. Lakini serikali ya Tanzania ama uongozi wa Mama Samia Suluhu haukuweza kuwaruhusu au wapinzani wake ama kuwapatia hata nafasi kidogo ya kushiriki kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2025. Na sasa hasira za wananchi na vile ambavyo waliona kwamba walizidi kukandamizwa na kunyanyaswa na serikali ya Samia Suluhu, ndio waliona wajitokeze kupinga, wakisema kwamba no reforms no elections. Lakini mpaka sasa hivi watazamaji wangu, serikali ipo kimya. Kuna ripoti yote ambayo tumeweza kuipata kuhusiana na hayo maandamano kuanzia tarehe 29 mpaka sasa hivi. Ni nini ambacho kimekuwa kikitendeka? Serikali ipo kimya kabisa. Na hata kuhusiana na hii miili ya watu ambao wameanguka barabarani, mamia ya waandamanaji ambao walipigwa risasi na kuuawa, miili yao iko kule mochari, miili yao inachukuliwa na kupelekwa sehemu zingine tofauti, bado serikali ipo kimya. Tanzania itakuja kukombolewa lini? Mama Samia Suluhu ameapishwa, na sasa inamaanisha huo uongozi wa udikteta ndio utaendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania. Kitu kimoja unastahili kujua watazamaji wangu, kule nchini Tanzania chama cha CCM kilikuwa na wabunge 270. Kati ya wabunge 272 ni wawili tu pekee ndio walikuwa wamesimama kivyao, hawakuwa na chama cha kisiasa, na ndio waliweza kupenya kuingia kwenye kuingia kwenye bunge la Tanzania. Kumaanisha kwamba sasa Tanzania, bunge la Tanzania limetengenezwa na chama cha mama. Wabunge wengi wote ni wa kutoka kwenye chama cha CCM, na kwa hivyo inakuwa ni rahisi kwa mama kufanya vile ambavyo wanataka, kutengeneza serikali yake, kutengeneza sheria zake, kutengeneza katiba, ama kubadilisha sheria ambayo itamwezesha yeye aongoze bila kupata upinzani, kama tu vile ambavyo imekuwa ikifanyika kwamba sasa hivi Mama Samia Suluhu ndio mshindi, na kwa hivyo hakuna mtu yote anaweza enda kuelekea mahakamani ili kupinga ushindi wa Mama Samia Suluhu. Kwa hivyo watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi, na hatujui kama hii mahakama ya uhalifu ya kimataifa ya ICC itaweza kuingilia kati na kufanya upelelezi wao tofauti kuhusiana na hivi visa vya mauaji na miili ambayo imetapakaa kwenye baadhi ya miji kule nchini Tanzania, baada ya yale mauaji ambayo yalisababishwa na maofisa wa polisi ambao walitumia nguvu zaidi, walitumia risasi kuwaua waandamanaji ambao walikuwa wa amani. Ingawaje kuna fujo na ghasia ambazo ziliweza kutokea, lakini kulikuwa na njia mingi za kudhibiti haya maandamano kwa njia ambayo ni ya amani, kuliko kuwapiga risasi na kuwaua wananchi kiholela, kuwaua wananchi kinyama, kikatili, na miili yao imetapakaa kule kwenye baadhi ya miji kule nchini Tanzania. Na kwa hapo watazamaji wangu, lakini sijui maoni yenu ni gani kuhusiana na huu uchaguzi wa urais wa kule Tanzania wa mwaka 2025, na ni hatua gani ambazo mahakama
ya uhalifu wa kimataifa ya ICC inastahili kufanya kama tu vile ambavyo chama cha Chadema inaiomba mahakama ya ICC iweze kukuja pale, na pia UN iweze kuingilia uchaguzi wa urais wa mwaka 2025 na kuhakikisha kwamba wale ambao wamehusika kuwaua vijana wa Gen Z ambao walijitokeza kwenye zile ghasia na fujo za baada ya huo uchaguzi waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla hajatamatisha ningependa kukumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe ndipo sasa uko kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment ndipo sasa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende bali watazamaji, nitakuwa narejea punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.